Kiongozi wa jeshi la Sudani Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ametangaza kwamba wanajeshi wake wameondoka katika ngome ya mwisho iliyokuwa katika mji wa El Shafa, eneo la Darfur. Tangazo hilo limekuja baada ya kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Force RSF kuchukua udhibiti kamili wa kambi kuu ya jeshi mjini humo. Uamuzi wa jeshi kujiondoa, kwa mujibu wa Jenerali al-Burhan, umetokana na nia kuwalinda raia dhidi ya mauaji na uharibifu zaidi. Alisema RSF imekuwa ikihusika na mauaji ya kimbari na uhalifu mkubwa wa mali za raia, na kaahidi kwamba wahalifu hao watashughulikiwa. Kuondoka kwa jeshi katika mji wa El Shafa kumewaacha zaidi ya wakazi 2.5, nusu yao wakiwa watoto, chini ya udhibiti wa RSF. Mashirika ya misaada yameripoti hali ya machafuko, ikiwemo mauaji, utekaji, uvamizi hospitali na mapigano kati ya RSF na wanajeshi waliokuwa wakiondoka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kinachoendelea ni ongezeko kubwa la ukatili na kwamba mateso ya wananchi wa Sudan yamefikia kiwango kisichovumilika. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeripoti kuwa wapiganaji wa RSF wamefanya mauaji ya papo kwa papo dhidi ya raia waliokuwa wakijaribu kukimbia, huku kukiwa na dalili za mauaji yenye misingi ya kikabila. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alionya kuwa kuna hatari kubwa ukiukaji wa haki za binadamu kwa misingi ya kikabila unaongezeka kila siku. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema RSF imefanya mauaji ya kikatili, ikiharibu hospitali na vituo vya afya vilivyobaki. Mtandao wa haki za binadamu wa Darfur umedai kuwa zaidi ya watu 1000 wametiwa mbaroni na RSF, jambo waliloleleza kama ukamataji holela na vitendo vinavyoweza kuwa uhalifu wa kivita. Pia mwandishi wa habari mmoja wa eneo hilo ameripotiwa kutiwa mbaroni, huku vyama vya waandishi vikionya juu ya uwezekano wa mauaji ya kimbari kama yale yaliyotokea Geneina mwaka 2023. Umoja wa madaktari wa Sudan umeeleza kuwa mji wa El Shafa sasa umegeuzwa kuwa uwanja wa mauaji, na ukizitaka jumuiya za kimataifa kutangaza RSF kama kundi la kigaidi. Mkuu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema mamia maelfu ya raia wamekwama mjini humo wakihofia maisha yao bila chakula, huduma za afya au usalama. Kabla ya shambulio hilo, takriban watu 260,000 wakiwemo watoto 130,000 walikuwa wamekwama katika mji wa El Shafa. Shirika la uhamiaji duniani IOM limesema zaidi ya watu 26,000 wamekimbia makazi yao hadi vijijini na mji jirani wa Tawila. Wakati huo huo, RSF imedai pia kushambulia mji wa Bara katika mkoa wa Kordofan, ambapo watu 47 waliuawa, wakiwemo wanawake 9. RSF ilianza kama kundi la wanamgambo wa serikali lililojulikana kama Janjaweed, ambalo lilikashifiwa kwa ukatili mkubwa katika vita vya Darfur miaka 2000. Vita vya sasa vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano kati ya jeshi na RSF kugeuka kuwa mapigano makubwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, na maeneo mengine. Zaidi ya watu 40,000 wamepoteza maisha na karibu watu milioni 12 wamelazimika kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umesema Sudani sasa inakabiliwa na janga baya zaidi la kibinadamu duniani, huku baadhi ya maeneo ikiwemo El Shafa yakiingia kwenye njaa kali. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imeanza uchunguzi juu ya madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu unaotekelezwa nchini humo.